Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu, karibuni tena darasani kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kabla sijaendelea nitakwenda kuomba kwa ajili ya kuanza somo linaitwa ufahamu wa rohoni katika siku za mwisho. Nitakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema asante Bwana Yesu kwa neema yako, asante kwa kibali chako Mungu ambacho umetupa siku ya leo. Baba, ninakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya ujumbe huu wa ufahamu. Mungu, naomba ukajifunue katikati yetu katika jina la Yesu Kristo. Naomba ukafungue ufahamu wetu wa rohoni, macho ya rohoni, masikio ya rohoni pate kuelewa Bwana. Ninawafunga wakuu wa giza na wakuu wa anga, maajenti makala wa kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Ninakata kila connection yote ya kipepo ya kuzimu, ninakata mawasiliano yote ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Baba, nalika uweza wako na nguvu zako Mungu. Ninatiisha akili zangu, fahamu zangu, mawazo yangu natiisha mbele zako Mungu. Karibu Roho Mtakatifu, nitumie jinsi upendavyo. Ninene kile ambacho umekusudia, kile ambacho hujakusudia Bwana nisinene. Baba, naomba kila atakayekwenda kusikia Bwana ukampe ufahamu wa kuweza kuelewa na kupambanua na kujua namna ya kuenenda sawa sawa na mapenzi yako Bwana, maana umesema unalituma neno lako lipate kutoka katika mangamizi. Baba, naomba ukatusaidie liweze kutuponya, liweze kutufungua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu. Mungu abariki sana. Tunaenda moja kwa moja kwenye somo tena. Ni wakati mwingine tena. Somo letu la leo linasema ufahamu wa rohoni katika siku za mwisho. Ufahamu wa rohoni katika siku za mwisho. Ufahamu wa rohoni katika siku za mwisho. Kwa nini ninafundisha ufahamu? Cha kwanza kabisa, ufahamu ndio unaomsaidia mtu aweze kuelewa. Kwa mfano kuna labda tunaweza tukaweka herufi pale A au herufi B, tukawa tumeweka herufi tofauti tofauti. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ili utambue kwamba hii ni A, hii ni B, ufahamu ndio unapambanua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Au kule ndani kwenye moyo kumeandikwa A na kumeandikwa B, utawezaje kujua kwamba hapa ni A, hapa ni B? Kwa sababu ufahamu unakusaidia kupambanua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yaani kama kuelekeza hizi taarifa ni za sehemu fulani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unapambanua, unaelewa hii ni namba A, namba B. Au watu wakawa wanazungumza sauti A na sauti B, utaweza kujua kabisa hii ni sauti ya A, hii ni sauti ya B. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kazi ya ufahamu, sana sana ufahamu, sasa nazungumza hapo kwa ufahamu wa rohoni. Ni sana ufahamu ule wa darasani. Ufahamu wa darasani unaweza kuwa unaenda unasoma, ufahamu wako usipokuwa vizuri, usipoweza kupambanua, ndugu yangu, ni ngumu hata kufaulu mtihani. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu pia wa roho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana Mungu akatupa ufahamu wa rohoni, macho ya rohoni, masikio ya rohoni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kazi ya ufahamu ni kazi kubwa sana. Mungu anaweza akakuonyesha kitu fulani. Ufahamu usipoelewa namna ya kupambanua, ndugu yangu, ni changamoto. Kwa hiyo kazi ya ufahamu unakusaidia kupambanua kile ambacho Mungu amekileta au amekizungumza. Kwa hiyo ukifunga ufahamu, kuna mambo mawili. Unaweza ukawa unaota ndoto ukumbuki, au ufahamu wako ukawa unaota lakini huelewi. Kwa nini? Ufahamu umefungwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kazi ya ufahamu inakusaidia kupambanua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Natumaini tunaelewana. Kazi ya ufahamu inakusaidia kupambanua sauti ya Mungu au zile taarifa ambazo Mungu anakuwa amezileta kwenye moyo, ameziweka. Maana ndani ya moyo ndiko kunatoka chemichemi za uzima. Ndio maana katika neno la Mungu Misali 4:23 anakuambia linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za nini? Za uzima. Ufahamu unaenda kuchukua taarifa kwenye moyo, kuna taarifa gani, alafu unazileta na kuzichakata. Kwa hiyo kama ufahamu wako wa rohoni hauko vizuri, ndio pale ambapo unasikia mtu ameota ndoto, ameisahau, pale ufahamu umefungwa. Lakini pia ameota ndoto lakini haelewi, ufahamu pia umefungwa wa kuelewa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa anashindwa kuelewa, anashindwa kupambanua kwamba hapa ni Mungu amesemaje, Mungu amemaanisha nini. Ndio pale unasikia mtu anakuambia nimeota ndoto, anapeleka kwa mtumishi, anapeleka sijui kwa nabii, anapeleka kwa mchungaji. Ni kwamba ufahamu wake una tatizo, ufahamu wake wa rohoni una shida, iko shida. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa katika hizi siku za mwisho kuna mambo ambayo yatatokea, kuna mambo ambayo tutakuwa tunazidi kuyaona kama ufahamu wetu haujafunguliwa, hauko vizuri na Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kama ufahamu wako hauko vizuri na Mungu, itakuwa ni ngumu sana Mungu kujifunua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa unatakiwa ufahamu wetu uwe vizuri na nani? Na Mungu.
ina maana kama ufahamu wako hauko vizuri na Mungu, ndugu yangu, ni changamoto. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ina maana ufahamu wako usipokuwa vizuri na Mungu ni mtihani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maana ufahamu ndio unaenda kuangalia kwenye moyo kuna nini ndani ya mtu, alafu unachukua zile taarifa, unaanza kuzichakata, then unaanza kufanyia kazi. Ndio maana leo mtu akifundishwa darasani, ufahamu usipokuwa vizuri, utashindwa kupeleka taarifa kwenye ubongo kujua kwamba kuna 1, 2, 3. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Twende tukasome neno la Mungu katika Danieli 9 mstari wa 22. Danieli 9 mstari wa 22. Anasema hivi, akaniagiza akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anasema nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufanyaje? Kufahamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio kitu leo ambacho watu wengi mfano umeota ndoto au Mungu amekusemesha kitu fulani, hujaelewa. Kwa shida ni nini? Ombea ufahamu wako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hakikisha moyo wako uwe vizuri na Mungu, lakini pia ombea ufahamu. Ndio mtu anakwambia nimeota ndoto, sikumbuki tena, nakumbuka kama nimeota lakini sikumbuki nimeota nini. Kuna taarifa yani ufahamu wako ufanyi kazi vizuri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Umeshindwa kuchakata zile taarifa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa unajikuta umeota ukumbuki. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Au umeota ndoto inasema, unajua mara nyingi Mungu kwenye ndoto huwa anazungumza kwa mafumbo. Ni mara chache sana akaileta ndoto iko wazi. Mara nyingi anazungumza kwa njia ya mafumbo. Kwa hiyo unakuta ndoto watu wanaota ndoto, wanasemeshwa na Mungu, wanaletewa ndoto. Shetani pia huwa anaweza kuleta ndoto. Lakini unaona Mungu anapokusemesha kwa njia ya ndoto, hiyo ni moja ya sauti ya Mungu. Lakini pia anapokusemesha, nimefundisha kwa habari ya somo la sauti ya Mungu ukifuatilia kwenye masomo yangu YouTube. Kwa hiyo anapokusemesha kwa habari ya kitu fulani, ujumbe fulani kwa njia ya ndoto, Mungu amekusemesha kupitia sauti yake, au amekuletea wazo, au amekuletea maono. Anaweza kaleta maono kwa lugha ya picha yanakuja. Lakini ufahamu usipokuwa vizuri, ukashindwa kupambanua, ndugu yangu, ni mtihani. Unaweza ukajikuta Mungu kwenye yale maono ameelekeza labda uombe maombi haya au uende hivi, lakini kwa sababu ufahamu una shida, umeshindwa kuchakata kuelewa, unajikuta ile ndoto unaifasiri kwa jinsi ya kawaida, kwa jinsi ya kibinadamu, na kati mambo haya yanafasiriwa kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa unajikuta umefasiri kwa jinsi ya mwili, matokeo yake unakwama au unaenda kupotea. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa ni muhimu sana kila mteule kuhakikisha ufahamu wake wa rohoni katika hizi siku za mwisho, kwa sababu kuna mpango mkakati wa shetani kuliangusha kanisa, wa kuvunja nguvu za watakatifu. Kwa hiyo lazima tuwe makini, tuhakikishe ufahamu wetu wa rohoni unafanya kazi vizuri. Tusije tukawa kama unakumbuka na Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka 11, tunaona Samueli aliitwa na Mungu. Samueli akaitika, lakini akaelekea kwa Eli. Yaani anaitika na anajua ni Eli anamuita. Ni kweli alisikia sauti ya Mungu kwamba Mungu anamuita, lakini ufahamu ulishindwa kupambanua kwamba hii sio sauti ya Eli, hii ni sauti ya Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na shida ilianzia wapi? Shida ilianzia pale ambapo neno la Mungu lilikuwa adimu ndani yake. Tunaona madhara ambavyo neno la Mungu likiwa adimu ndani ya mtu, anashindwa kupambanua kwa lugha ile ambayo Mungu atamletea, kwa maono, kwa ndoto, au atakapotumia watu, au atakapofanya. Kuna majaribu unaweza ukapitia kwenye maisha yako, wewe ukaanza kuwaza kwamba kwa nini napitia hili jaribu, ukaanza kupambana. Kumbe ufahamu ungefanya kazi, ungegundua kwamba hili jaribu limekuja kwa sababu kuna mahali Mungu anataka kunipeleka, kwa sababu kuna mahali Mungu anataka kunivusha. Kwa nini? Lile neno liloko ndani yako, ungesikia sauti ya mchungaji wako Yohana 10:27, ambaye ni Yesu Kristo aliye hai, ungeisikia sauti ndani na tayari ungeanza kutembea katika lile neno la Mungu, katika ile sauti ya Bwana Mungu wako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya.
Natumaini tunaelewana, mteule wa Bwana. Natumaini tunaelewana, mteule wa Yesu Kristo. Lisikie neno la Bwana. Tunaona Danieli ile siku ya kwanza, ukisoma Danieli sura ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 14, Danieli alikuwa kwenye maombi, yale maombi ya siku 21, lakini kulikuwa kuna changamoto katika ufahamu. Laiti angelipambanua, angejua kuna vita, angeanza kuomba maombi ya vita. Kumbe kule malaika wa Bwana alikuwa amezuiliwa, alikuwa mletee majibu, lakini akawa amezuiliwa na mkuu wa Uajemi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Utasoma mwenyewe neno la Mungu hapo linaeleza. Kwa hiyo kitendo cha ufahamu wako wa rohoni kutokuwa vizuri na kutokukaa vizuri, kutokuwa vizuri, kushindwa kupambanua, ina maana kuna vitu lazima utapishana navyo. Inaweza kukupelekea wewe kwenda jehanamu ya moto. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maana umuhimu wa ufahamu wa rohoni, kazi yake kwanza kabisa ni kupambanua sauti ya Mungu, kujua kwamba hapa ni Mungu anaongea. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 10, anasema ziko sauti nyingi duniani, lakini hakuna isiyokuwa na maana. Lakini kwa yule ambaye anaisikiliza, asipoelewa ni mjinga kwake yeye anenaye. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Itimizi kwamba kama Mungu anakuambia mwanangu nyanyuka, simama, au anakuletea jaribu fulani, au kuna changamoto inakuja mbele yako, au kuna hali fulani, au kuna lugha fulani Mungu anasema na hujai kuona, kuna ndoto Mungu anairudia karibu mara 2 mara 3, anashangaa ufahamu wako, mbona hujapambanua, mbona hujaelewa, anakuonyesha msisitizo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa watu wengi hatuingii kwenye magoti kuomba, zaidi tunachukua zile ndoto au maono tunapeleka kwa adui. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unaweza ukampelekea mtumishi, badala ya kukusaidia akakupoteza kabisa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kumbe ile ndoto ni siri kati yako na Mungu, wewe umeenda kuitoa hadharani. Kwa hiyo unatakiwa urudi kwa Roho Mtakatifu akusaidie kupambanua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo tufunguke ufahamu kwa jina la Yesu Kristo, tupate kuielewa sauti ya Bwana Mungu wetu. Ufahamu wetu ukatiwe nuru katika jina la Yesu Kristo. Unakuwa una macho lakini hauoni, una masikio lakini hausikii. Matendo sura ya 28 na ule mstari wa 26. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hata ukisoma katika Mathayo sura ya 13 utaona pale. Haleluya. Haleluya. Wana wa Mungu, lisikia neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tunaona kazi ya ufahamu wa rohoni. Cha kwanza ni kupambanua ile sauti ya Mungu, kuelewa kwamba hapa Mungu anazungumza lugha hii anamaanisha nini. Picha niliyoiona ya maono au ya ndoto, Mungu alikuwa anamaanisha nini? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuache kupambanua kwa jinsi ya rohoni, tuache kupambanua kwa jinsi ya mwilini, tupambanue kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo watu wengi sana wanachukua kile kitu cha rohoni, wanaanza kukitafsiri kwa jinsi ya mwili. Hapo ndipo tunapokosea. Tunatakiwa kitu cha rohoni kipambanuliwe unatakiwa kipambanue kwa jinsi ya rohoni. Alafu yale matokeo yake huwa yanakuja kutokea kudhihirika katika jinsi ya mwili. Yanaonekana sasa mwilini. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba Mungu akufungue ufahamu upate kuelewa. Maana kazi ya ufahamu wa rohoni, ufahamu wa rohoni una kazi kubwa sana. Tamani sana, omba sana Mungu akufungue ufahamu wa rohoni. Lakini pia uweze kuelewa lugha ya Mungu. Hapo ndipo utaweza kutembea na Mungu. Watu wengi wamefungwa na adui, washindwe kupambanua sauti ya Mungu, washindwe kupambanua lugha ya Mungu. Maana Mungu anaweza kuzungumza kwa lugha ya picha, akakuletea maono kitu fulani, au anaweza katumia neno lake. Usipolielewa ndugu yangu, unaweza ukajikuta umepotea kabisa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kazi ya ufahamu unakusaidia pia kupambanua au kuelewa ndoto. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatumia sana ufahamu wako wa rohoni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10, twende tukasome katika jina la Yesu Kristo. Kwa ni muhimu sana kwa mteule wa Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 10 atasema hivi: lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kazi ya ufahamu wa rohoni ni kupambanua kile ambacho hata kama kuna mafumbo, Roho Mtakatifu anaingia hapo, anakusaidia kuyapambanua.
Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuyachunguza kwamba ili fumbo lilikuwa linamaanisha nini, hapa kulikuwa kunamaanisha nini. Ndio maana unashangaa Mungu akiona uelewi, anairudisha ile ndoto karibu mara 2, mara 3, mara 4, inaletwa, inakuwa na yota, au inakuwa ile picha haiondoki kwenye macho yako au kwenye masikio yako au kwenye ufahamu wako. Unakuwa unasikia ile sauti tu, unakuwa unasikia ile sauti tu. Mungu anataka uchukue hatua katika jina la Yesu Kristo. Mungu akufungue ufahamu kwa damu ya Yesu Kristo, maana kazi ya ufahamu wa rohoni ni kupambanua hata mafumbo yale asili. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuna taarifa ambazo zinakuwa zinapelekwa kwenye moyo. Ufahamu unachukua zile taarifa. Kwa mfano, wakawepo mtu A, mtu B, wakaongea. Wakiongea mtu A na mtu B wakiongea, ufahamu unakuambia huyu ni A, huyu ni B. Unaenda kusoma zile taarifa zilizoko kwenye moyo. Ukishasoma, ufahamu ukikosea tu kusoma zile taarifa vizuri, ina maana tayari kuna shida. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukaanza kusoma ya A ukahitaja ya B, ya B ukahitaja ya C. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukichanganya, ina maana kuna shida kwenye ufahamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unatakiwa ukienda kwenye moyo usome taarifa ya A na usome taarifa ya B. Kwa hiyo kinachotokea hapo ni ufahamu unakuwa umefanyaje? Umefungwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Mwana wa Mungu, lisikie neno la Mungu na Mungu akusaidie. Unatakiwa sasa uombee sana ufahamu wako, na ili ufahamu wako ukae vizuri, hakikisha neno la Mungu liko ndani yako kwa wingi, maana kazi ya neno la Mungu linakusaidia sasa. Roho Mtakatifu chakula chake ni neno, linakusaidia sasa. Kunapokuwa kuna neno la Mungu, tayari wakati umepata taarifa ambazo ni ngumu, ni nzito. Unafikiria mpaka Danieli alikuwa anaambiwa pale, unakumbuka kile kipindi cha mfalme, anasema nani atakayeweza kufasiri wauawe. Ilipotangazwa uawe, Danieli aliingia kuomba, akasema mimi nitafasiri. Akaingia kuomba, akafasiri kwa msaada wa Mungu, alifunga na kuomba. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unatakiwa urudi, umepewa ujumbe, rudi kwenye maombi. Muulize Mungu hiki kina maana gani? Sio tu kukichukua, ngoja nikamwambie mtumishi nimeota, ngoja nikamwambie sijui nabii nimeota. Unaenda kutoa na siri ambazo Mungu hakutaka yule ajue, alitaka ujue wewe tu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kazi ya ufahamu ni kuchakata zile taarifa. Ingia kwenye maombi, omba, mwambie Mungu sema na mimi. Omba kwa kumaanisha, usiombe bla bla. Na unavyoomba hakikisha neno lipo ndani, ili neno likusaidie kuchakata zile taarifa. Maana Mungu anatufunulia sisi kwa jinsi ya roho hata mafumbo. Hakuna fumbo linaloshindikana mbele za Roho Mtakatifu. Haleluya. Ni sisi tu tumekuwa wavivu wa kusoma neno, tumekuwa wavivu wa kuomba, tumekuwa wavivu wa kumcha Bwana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lisikie neno la Bwana, mteule wa Bwana. Lisikie neno la Mungu. Omba sana Bwana akufungue ufahamu katika jina la Yesu, nawe ukaifahamu kweli, nayo kweli kakuweke huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Basi nitakwenda kuomba kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Natumaini umenielewa. Ufahamu wa rohoni ndio unakusaidia kujua kwamba hapa Yesu amekaribia kurudi, kujua kwamba hapa nitengeneze, kujua ndoto hii Mungu ameleta, anataka nitubu, anataka nitengeneze. Jaribu hili limekuja, Mungu anaweza kusema na wewe. Ukimuuliza Bwana, kwa nini napitia hapa? Anaweza kukuambia unapitia hapa kwa sababu labda kuna mahali nakupeleka, au labda vumilia tu, kuna kitu unataka kukifanya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo ufahamu unachakata zile taarifa. Kwa hiyo acha nikuombe, mteule wa Mungu, na Mungu wa mbinguni akusaidie. Karabasiko robo shenderi kasiko, katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakusihi, Mungu wa mbinguni, Baba naomba ukajifunue kwa watoto wako. Bwana Yesu, naomba ukafungue ufahamu wa rohoni, maana we Mungu unatufunulia hata mafumbo ya rohoni kwa jinsi ya roho. Mungu Bwana, unatufunulia mafumbo yote ya Mungu kwa jinsi ya roho, katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na neno lako. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Katika jina la Yesu Kristo, Baba ninaomba Mungu ukajifunue kwa watoto wako. Baba naomba ukajifunue kwa kila mmoja. Bwana fungua ufahamu wa rohoni. Bwana umesema unalituma neno lako lipate kututoa katika maangamizi. Baba naomba neno hili kila atakayekwenda kusikia, Roho Mtakatifu ukajifunue, Roho Mtakatifu ukamfungue, Roho Mtakatifu ukatembee katikati yake. Karabasi korobo shende rika basi ndorobosika. Roho Bwana shuka ndani ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, na alika uweza wako, na alika nguvu zako. Fungua ufahamu wa kila mmoja Bwana, ukamfungue katika jina la Yesu Kristo.
kila ufalme wa giza uliosimama kufunga fahamu za watu hawa, ninawaamuru kwa jina la Yesu Kristo, malango ya kuzimu toka, achilia watu hawa, achilia ufahamu wao, achilia ufahamu wao katika jina la Yesu Kristo, wapate kuielewa lugha ya Bwana, wapate kuielewa sauti ya mchungaji wao katika jina la Yesu Kristo. Maana umesema katika neno lako, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua na wanifuata. Bwana, ninaomba ufahamu wa kupambanua, wakaisikia sauti ya Yesu Kristo, waweze kuielewa na kuifuata, waweze kupambanua. Mungu, ninakuita, Baba yangu ninakuita, mfungue kila mmoja anayelisikia neno hili akapokea uzima wa milele. Hari kabasiko, Roho Mtakatifu shuka, Roho Mtakatifu shuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu abariki sana. Amen.